Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV, matumaini yangu ni mzima wa afya. Tupo katika wiki ya ardhi, lakini leo ripoti za ASAM Online TV tunaenda kushuhudia jukwaa la majadiliano ya sekta ya ardhi na makazi Zanzibar, ambapo katika mkutano huu leo mgeni rasmi ni Dr. Khalid, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar. Kuna kipi ambacho kitaenda kuzungumzwa siku ya leo? Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasib. Mheshimiwa Rais wetu ameanzisha idara ya maendeleo ya makazi, na idara hii imeanzishwa kwa makusudi ya kusimamia sera na sheria zinazohusu sekta ya makazi nchini. Na pamoja na kwamba idara hii imeanzishwa hivi karibuni, lakini ipo katika hatua za kuweka misingi ya kisera na kisheria ili iweze kusimamia vyema sekta hii ya makazi. Na naambiwa au nimearifiwa kwamba kwa sasa tayari imeshakamilisha sera ya miji na makazi na ipo katika hatua za mwisho za kuthibitishwa kwake. Lakini sheria ya kondominium ipo, na niwapongeze kwamba mnaisimamia vyema sheria hii kuhakikisha wawekezaji wageni na wazawa wanaowekeza katika miradi ya kondominium wanafuata sheria na miongozo iliyowekwa. Lakini pia wizara imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kuwapatia wananchi makazi bora na salama. Na kwa sasa wizara kupitia shirika lake la nyumba ambao wanafanya kazi nzuri sana, mkurugenzi mkuu, hongera sana, mnafanya shughuli nzuri sana. Zanzibar inabadilika tena kwa kasi na mchango wenu ni mkubwa sana. Tayari mmeshajenga nyumba 4,000 katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kisakasaka B, Kisakasaka D, Mombasa kwa Mchina, Chumbuni na maeneo mengine ya Unguja na Pemba. Na lengo ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inabadilika, inatoa huduma bora za makazi, wananchi wanapata huduma bora na kwa unafuu mkubwa. Sasa wakati tunazungumzia changamoto zinazungumzika, na nadhani jukwaa hili sasa ndio mahala pake. Kuna washiriki kutoka sekta mbalimbali wako hapa, sekta ya umma, wanasiasa wapo, lakini pia tuna wataalamu wabobezi kutoka bara na Zanzibar, wawekezaji, wawakilishi wao wapo. Ni fursa muhimu sasa ya kukaa seriously kujadili changamoto tulizonazo, kuibua mijadala ya changamoto hizo na namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Leo umekuja kwenye tukio hili adhimu. Lengo ni kuja kujifungia na wadau wetu wote wanaohusiana au tunaotekeleza sheria za ardhi. Lengo kuja kujadili, kuja kuangalia vipi tunakwenda kwenye utekelezaji wa bajeti ya mwaka 26 na 27, lakini na bajeti zingine zinazofuata. Tunatambua sekta ya ardhi na sekta ya makazi inakabiliwa na changamoto nyingi, lakini kupitia forum kama hizi kwa pamoja na kwa kushirikiana tutaenda kuzitatua kwa pamoja. Na hili ni utekelezaji wa matakwa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kututaka watendaji wake tuweze kufanya kazi kwa mashirikiano na tushirikishe wadau mbalimbali ili kuweza kupata ufanisi wa kazi zetu. Na sisi hapa leo tumekuja kufanya jambo hilo ili tuweze kuikwamua sekta yetu ya ardhi, lakini na sekta yetu ya makazi. Upande wa wananchi na wawekezaji, tumekuwa na changamoto ya wananchi kutokuwa na uelewa wa process, lakini pia na maeneo gani yanapaswa kuwekezwa au kujengwa. Tumekuwa na cases mbalimbali ambazo kimsingi zinachelewesha sasa utoaji wa huduma zetu. Kwa mfano, wapo wawekezaji ambao wananunua maeneo katika eneo la msitu kwa mfano, au kwenye eneo la hifadhi ya barabara au hifadhi ya bahari au katika maeneo ya land bank kwa maana ya ardhi ya akiba ya serikali. Sasa wawekezaji au wananchi hawa wao wanaamini kwamba wamemaliza
procedure za kuweza kupata ardhi, lakini wanapokuja upande wa pili wakikumbana na changamoto hizo sasa, kwamba maeneo ambayo umenunua sio eneo linalostahili kujengwa ama miradi ya uwekezaji au makazi. Sasa hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakichelewesha sana upatikanaji wa hizo nyaraka. Kuna migogoro mingi ya ardhi kutokana kasi ambayo serikali inaenda nayo kwenye mageuzi ya ardhi haiendani na ukubalikaji wa wale wananchi katika yale maeneo. Kwa hiyo unakuta bado ule mtazamo hasi upo. Kwa hiyo tunashirikiana kwa pamoja na Baraza la Manispaa. Vile vile sasa hivi tumepata hakimu pale ofisini kabisa ambaye anakuja kila Alhamis na Ijumaa kwa ajili ya kuwa sehemu ya kwanza tumekaa zaidi kwenye suluhisho. Ikibidi changamoto imeshindikana, basi zile kesi ndio tunazisukuma mbele. Kwa hiyo mie pia niseme, ili mamlaka serikali za mitaa tuweze kufanya kazi vizuri, tunawasisitiza wadau wote, iwe taasisi za serikali, watu binafsi wanaojenga, yani kuelewa ule umuhimu wa kuwa na kibali chako. Mtazamaji wa Asam Online TV, nadhani tumepata kushuhudia mwanzo hadi mwisho wa jukwaa hili na majadiliano haya, ambapo mgeni rasmi alikuwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar Dr. Halid, ambapo amezungumza mingi kuhusiana na ushauri wake na saha kuhusiana na wizara hii. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, ni kusihi tu uendelee kusubscribe, kucomment na kushare na kulike ili wa kwanza kupata video zetu.